Na kwa mfano akiondoka katika dirisha, yani baada ya msimu kumalizika, hii kauli yake itakuwa inasimama kwenye kile ambacho amekizungumza. Akiondoka Azam mwishoni mwa msimu. Sasa kuondoka maana yake hapo kuna vitu vingi. Maana yake kuna makubaliano ya Fei na upande ambao unamhitaji. Hiyo namba moja. Namba mbili, nafsi yake imekunjuka. Kwamba bado na uwezo wa kucheza katika top level kwa kuangalia labda ni hapa ndani ama nje ya mipaka Tanzania. Kwa hiyo bado sitokuwa katika sehemu ya kumhukumu zaidi. Yeye anachoamini kwamba anapaswa kucheza au anataka kucheza katika level ipi. Akiondoka sawa, kibaki pia Azam sawa. Sababu unajua Abdalla Juma amezungumzia mafanikio ya kwake kwenye mchezo ndani ya uwanja, yani yao yanabaki kwenye mchezo, kwa maana mafanikio kwenye mchezo ni kushinda medali. Kweli. Tangu ametua Azam, ubingwa unakwenda yeye amekuwa na takwimu na namba bora. Yani yeye kama mchezaji binafsi amekuwa na namba nzuri akiwa Azam. Inawezekana ni namba nzuri kuliko kote alikopita. Kwa yeye namna namba ambavyo anazitengeneza. Lakini mwisho wa siku ameshinda nini, ndicho labda inawezekana Abdalla Juma anakusudia kwamba anapaswa kupata ndani ya kiwanja, anapaswa kupata heshima na hadhi kulingana na kile ambacho anakifanya. Kwa maana umeshashinda nini? Baada ya kuwa mfungaji bora namba 2 kwenye ligi ulipata nini? Baada ya msimu kuwa na assist labda nyingi kwenye msimu ulipata nini? Kwa hiyo mwisho wa siku unakuta yeye binafsi ana namba nzuri, lakini mwisho wa msimu hakuna ambacho anakusanya. Ndicho ambacho nadhani Abdalla Juma alikuwa anakusudia. Lakini kwenye mafanikio ya kimaisha na nje ya uwanja, inawezekana kwa Faisal hiyo sio tatizo, kwamba alikubaliana na Azam na ndicho ambacho anakipata. Kwa hiyo kama alikuwa Yanga akatoka akajaza, kwa hiyo kwenye nje ya uwanja inawezekana mambo yanamwendea vizuri sana. Lakini ukihesabu mafanikio ya mchezaji kushinda vile vitu na timu mwisho wa msimu, ndio inawezekana vikawa havipatikani. Na anaweza kaamini kwenye project ya Azam kwamba bana, msimu ujao sisi tuna project hii na tunaweza tukashinda, na wewe ni miongoni mwa sehemu ya hizo project, na akaisimamia na wakaweza wakashinda. Tumeona wachezaji wangapi wanapishana na vikombe, yani kila kifuata huku kihamia huku. Ronaldo Dilima alikuwa anapishana tu na UEFA Champions League. Kweli. Anapishana nayo, Zlatan anapishana nayo. Kwa hiyo inawezekana usiende mbali. Kleto Chama. Chama alipishana finali ya kombe la shirikisho. Haina Marekani ya kucheza. Kwa hiyo unaona yani inatokea. Kwa hiyo nadhani msimu ambao Yanga wamecheza alikuwa Simba. Msimu Simba wanacheza kwa Yanga. Kwa hiyo ni nani? Kwa hiyo naweza ukaamini kwenye project. Lakini pia kuna mtu mmoja anaitwa kocha Kipara, anasemaje? Anasema yeye Abdalla Juma mbona alishindwa kucheza Simba akarudi Mtibwa? Alishindwa lakini alisajili. Yani Abdalla Juma alisajili Simba. Alisema kwamba majeruhi yalimwandama na kupata nafasi ya maisha. Alafu sio yani isichukuliwe pesa sana. Hili nilitegemea kama watu watatoka na mapanga. Yani isichukuliwe pesa sana. Yani kwamba Abdalla Juma inawezekana anamtakia kila la heri pesa. Si kwamba anasema pesa alikashapotea. Yeye anafikiria labda angeenda sehemu fulani. Kuna kama kuna wengine ambao wanaweza wakawa wanawaza kama mimi kwamba ni wakati wa yeye pia kwenda nje ya kujaribu nje ya mipaka ya Tanzania. Kwa namna ambavyo unamtazama Fei. Yani sio picha tena ya kuwaza kurudi Simba au Yanga. Yani anaweza kutazama bana, wacha na mimi kwenye karia yangu basi nigonge visa za Ulaya au nje ya Afrika, yani ziwe zimejaa passport inabadilishwa, isiyo kwa timu ya taifa peke yake. Kwa hiyo mimi nadhani kuna ambao wanamwombea Faisal labda atoke nje ya mipaka, lakini wapenzi na wanazi wa timu hizi mbili za Kariakoo kila mmoja akivutia kwake. Mimi namwombea bahati. Naamini yupo kwenye eneo ambalo kwenye mafanikio kokote atakokwenda kwa maana ya fedha
na kiwanjani anaweza kuwa na kuvipata hivyo vitu, ila atakuwa na bahati ama bahati itakuwa upande wake kufanikisha, hilo ni swala jingine. Ingawa hujazungumzia chochote kuhusiana na kusalia Azam. Yeah, of course. Yani mimi siamini anapaswa kusalia Azam. Naungana na Abdalla Juma. Lakini ninamwombea bahati kwamba ikitokea akaenda Unyamani Simba Sports akutane na mafanikio ya kifedha, kiuchumi, lakini pia akutane na mafanikio yale ya nje, ya uwanjani, kwa maana medali na vitu kama hivyo. Lakini pia kama atakwenda atarudi Young Africans, kwa sababu obviously kule aliondoka kwa sababu ya kile ambacho pia kinaelezwa hakuwa akipewa uchumi bora kama ambavyo Lese alikwenda kupata Azam FC. Kwa hiyo kama atarejea kule, mafanikio ya kiuchumi yawe, lakini pia makombe yarejee. Lakini kama sio hivyo, pia kama atakwenda nje ya nchi kama ambavyo Kiemba anagusia, pia na kule nako akutane na hayo mafanikio kiuchumi hatari. Mimi namwombea bahati. Awashukuru sana Azam. Mimi namwombea bahati. Tunaamini sasa hivi anaingia kwenye prime, kwenye upande wa thamani. Azam wamempa thamani Feito. Sure kabisa, for sure kabisa. Kuna shaka juu hiyo. Bwana, kabla tujakwenda kimataifa, bwana, miongoni mwa majina ambayo yanagonga vichwa vya habari sana hasa katika tetesi za usajili ni mchezaji ambaye anakipiga kunako klabu ya Azam FC, na hapa tunamzungumzia Faisal Toto Abdalla, miongoni mwa wachezaji wa kizawa ambao wanafanya vyema sana kunako ligi kuu ya hapa nchini Tanzania. Na mchezaji huyo kabla hajajiunga na Azam FC alikuwa akikipiga kule kunako klabu ya Young Africans, na alikuwa mhimili wa eneo la kiungo cha ushambuliaji kwa upande wa Young Africans. Ni miongoni mwa wachezaji ambao jina lake halitawatoka wapenzi na mashabiki wa klabu hiyo ya Young Africans kutokana na kile ambacho alikuwa akikifanya wakati akichezea klabu hiyo. Lakini mchezaji huyu hivi sasa anahusishwa sana kujiunga na vilabu tofauti hasa kwa hapa nchini Tanzania, lakini pia vilabu vingine vikiwa ni nje ya mipaka ya Tanzania kama vile Kaizer Chiefs ambayo iko kule nchini Afrika ya Kusini, ambayo inafundishwa na kocha wa zamani wa Young Africans. Hapa tunamzungumzia kocha Nabi. Lakini bwana, watu wamekuwa wakishauri sana kwamba ni wapi sasa Faisal Toto Abdalla aende ili aweze kupata mafanikio hasa katika michuano ya kimataifa, na watu wamekuwa wakimshauri sana aelekee kule kunako klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Kama tunavyojua ni kwamba Faisal Toto Abdalla aliweza kuondoka vibaya kule kunako klabu ya Young Africans mara baada ya kuweza kutofautiana na viongozi wa klabu hiyo. Kwa hiyo watu wengi wamekuwa wakimshauri sana Faisal Toto Abdalla aweze kujiunga na Wekundu wa Msimbazi Simba, ambayo imeonekana kama vile ina ufalme wake hasa kwenye michuano ya CAF Champions League, lakini pia vile vile kwenye michuano ya shirikisho. Kama tunavyojua mpaka hivi sasa wapo katika hatua ya fainali, na lolote lile linaweza kutokea. Huenda pia wakafanikiwa kuchukua ndo hiyo. Bwana, ni hayo ambayo yanahusiana na kiungo fundi huyo Faisal Toto Abdalla. Je, wewe unamshauri Faisal Toto Abdalla aende kujiunga na timu gani? Arudi Yanga au aende kunako klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba? Pia unaweza kadondosha komenti yako hapo kuona ni namna gani basi unaweza ukatoa ushauri wako kuhusiana na usajili wa Faisal Toto Abdalla. Ni wapi aelekee ambapo anaweza akapata mafanikio zaidi ya yale ambayo alikuwa ameyapata hapo katika kipindi cha nyuma. Lakini cha msingi kwa wao ambao unaendelea kuifuatilia Mlaiche Media, kama bado hujasubscribe, una nafasi ya kuweza kusubscribe. Njia ni rahisi tu, unabonyeza maandishi yaliyoandikwa subscribe na moja kwa moja utakuwa